أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه. Maudhui ambayo yamepangwa ni yazungumzie katika mwezi huu wa Ramadhani mwaka 1431 Hijria sawa na 2010 miladia, yatukuzie unwani ya yaumul qiyamati fil Qur'an, siku ya kiyama katika Qur'an. Kama nataraji sitokimbiwa msikitini. Kulingana ama kutokana na darasa nyingi ninazozizungumza katika miaka iliyopita na kupitia maswali mingi yanayotoka kwa watu, nimeona ipo dharura ya kuifungua mada hii ya kiyama, kwa sababu watu wana maswali mingi kuhusu masala mengi yaambatanao na siku ya kiyama. Watu utawaona wakati tu ukipitia aya fulani inaozungumzia mambo ya akhira, zile suala zinazokukabili za kuonesha hali ya kifikra ya Waislamu namna ilivyo na giza katika kuyaelewa mengi yanayohusu siku ya kiyama. Mfano, utapata watu kuuliza kufa, mtu akifa ni vipi, maisha ya kaburini. Sisi twasikia sijui kuna munkari na nakir, watakuya watakuuliza maswali, nini kinachoendelea katika kaburi baada ya hapo, vipi tutafufuliwa. Twasikia kuna sirati ni nini, mizani ni nini, hisabu zitafanywa iye, pepo iko namna gani na moto uko namna gani, na mengi ambayo yaambatana na ulimwengu huu. Watu wako kwenye giza na wahitaji kuyafahamu pamoja, kama namna utakavyokuona. Mada hii Qur'ani imeishibisha sawa sawa, haikuwa bakhili Qur'ani katika kuieleza mada ya kiyama. Baadhi kama Sheikh Makarib Shirazi anena aya zilizoko kwenye Qur'ani zinazozungumzia kiyama ni aya 1200. Aya 1200
zazungumzia masala ya kiyama. Baadhi kama anavyomnukuu Sheikh Jafar Subhani asema baadhi wamedai ni 1400. Makarim Shirazi asema 1200. Baadhi wanena la, ni aya 1400. Zaidi ya hapo, Al-Allama At-Tabatabai rahmatullahi ta'ala alayhi adai aya 2000 katika Qur'ani zazungumzia kiyama. Tunapozungumza 1200 tayari tunazungumza thuluthi ya Qur'ani. Kulingana na hisabu ya aya za Qur'ani, unapozungumza kwamba aya 1200 zazungumzia kiyama, yani ni thuluthi, 1/3 ya Qur'ani, juzu 10 zazungumzia kiyama. Unapozungumza 1400 wakurubia kuzungumza masala ya 40% ya Qur'ani. Unapozungumzia 2000 wakurubia sasa katika ni 65 mpaka karibu kuwa ni thuluthi mbili. Hii mbali na kuangalia usawa, lakini wote wamekubaliana wanazuoni kwamba thuluthi ya Qur'ani yazungumzia kiyama. Kwa hivyo ni mada tajiri, haina uhaba wa aya wala haina uhaba wa hadithi ambazo nazo ni kwa mamia ikiwa si kwa maelfu. Kwa hivyo mbele ya maswali mingi yaliyoko kwa watu kuhusu siku ya kiyama, upande wa pili na utajiri ulioko katika Qur'ani wa aya nyingi zinazozungumzia nini, twafahamu? Twafahamu umaskini wetu mkubwa sana wa kutoielewa dini yetu. Kwa nini tuwe hatukielewi kiyama na tuna mambo mingi hatuyaelewi, filhali Qur'ani imejaa aya nyingi sampuli namna hii, kwamba sisi hatuisomi Qur'ani kisawa sawa, hatuitwalii Qur'ani. Haya ndiyo yamenifanya mimi nitague mada hii katika mwezi kama huu. Lakini kabla sijazungumza, napenda tu kuwafahamisha kitu kimoja. Nilitagua mada hii, nilichukua uamuzi wa kutagua mada hii kuanzia mwishoni au mwanzoni mwa Shaabani au mwishoni mwa Rajabu. Lakini wiki mbili hizi za mwisho za Shaabani nilipoanza kuiketia hii mada na kuanza kupekua katika zitabu, kiasi fulani nimepata shida sana, na ikawa siwezi tena kunena mbadilishe au nisibadilishe. Nimegundua ni mada ndefu sana na ina mambo mingi yanayostahiki kujulikana, na kuna maswali mingi najua yatazuka katikati ya kuzungumza mambo haya. Kwa kiasi nimekuwa na tabu sasa ya kuifupisha, nitaifupisha namna gani? Lakini nitajaribu kwa uwezo wangu bila ya kupanua sana, lakini pia bila ya kufupisha kwa kiasi tutoke tuwe hatukupata kitu kinachostahiki. Na ikiwa tumeafikiwa kuimaliza hii mada kwa siku 28 falakal muradi, na ikiwa hatukuafikiwa kuimaliza, inshallah tutaangalia nafasi katika malanti kile kilichobaki tuweze kukimaliza. Mada nimeiweka katika sehemu 6. Nimeigawanya katika sehemu 6. Sehemu ya kwanza yazungumzia mambo yafuatayo: umuhimu wa mazungumzo kuhusu kiyama, majina ya kiyama katika Qur'ani, dalili za kuthibitisha kuweko kiyama na kujibu matata au mishkili iliyotupwa na wanaokanusha kiyama, pamoja na kushiria
baadhi ya sifa zinaotofautisha ulimwengu wa akhira na ulimwengu wa dunia. Hizi zote zitakuwa ni katika sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili nimeipa unwani ya mauti, ambao ndio mlango wa kwanza wa kuingia kwenye kiyama. Tutazungumzia mauti, vipi mtu hufa, na kaburi na ni nini kinachoendelea kaburini, na kuhusu ulimwengu kwa istilahi ya Qur'ani unaoamkuliwa alamul barzakh. Hiyo ni sehemu ya pili. Sehemu ya tatu itukuzie maudhui yafuatayo: alama za kiyama, kuvundika ulimwengu tulionao na kuondoshwa kila kitu, na mpaka kusimama kiyama chenyewe. Sehemu ya nne nazungumzia baada ya ulimwengu kuvundika, yani yaanza al-ba'th, kufufuliwa, pamoja na hisabu na mafaili na mashahidi na mizani na sirati. Sehemu ya tano tutazungumzia kuhusu pepo na moto, ni nani watu wake, mambo yanayosababisha kuingia peponi na motoni, milango ya pepo na moto, daraja za pepo na moto. Hiyo ni sehemu ya tano. Sehemu ya sita nimeipa unwani ya hatima, ambayo itakuwa na zijalizo. Tutazungumza kidogo kuhusu toba na shafaa na ihbat. Sitaki kuyasherehe maneno haya, yatakuwa mahala pake. Pia tutazungumza kuhusu watu kwenye Qur'ani waamkuli wao A'raf. Kuna sura sisi tunaiona katika Qur'ani inaitwa suratul A'raf. Wale A'raf ni watu wazungumzwa siku ya kiyama, na ni watu ukizisoma zile aya utawaona hawako peponi, hawako motoni. Watu hawa hawako peponi, hawako motoni. Siangalia uzuri katika suratul A'rafi, uangalie wale A'raf Mwenyezi Mungu anaowazungumza. Sasa kidogo tutasimama pia hapa katika khatima. A'raf ni kina nani na wako wapi, na sehemu yao ni ipi siku ya kiyama? Na hapa itakuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimehatimisha mada hii ambayo nimeiweka katika sehemu hizi sita. Tukianza na sehemu ya kwanza ambayo nimenena hapa, tutazungumzia mambo kadhaa, lakini la kimsingi nitakalokuanza nalo ni umuhimu wa mazungumzo kuhusu kiyama. Lakini kwanza tujiulize, na sisi tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitutaka wakati tukiwa twafunga, tuko katika shida ya saumu, tuitumie shida hii kukumbuka baadhi ya mambo muhimu yanayohusu mustakbal wetu kama Waislamu. Tukumbuke mambo muhimu yanayohusu jamii yetu kama Waislamu.
Moja katika mambo haya muhimu ni maneno yake anaotwambia, wadhkuru biju'ikum wa atashikum ju'a yaumil qiyama wa atasha. Ndaa inapowabana na kiu inapokuwa imewashika, wasikia mdomo mate umekauka, wasikia matumbo yanavyokufinya, sababu mwili waitisha chakula. Hususa pengine leo tarehe kwanza huwa bado mwili ukali na afia, ukali na ile kasi, lakini tutakapo cross tena, tumeingia katika 10, tumetoka 15, utaona kila ukikurubia mwisho ule mwili sasa unapodhoofika. Na namna saumu, hata sisi tuna mazungumzo, tunanena saumu sasa imetuingia mishipani sawa sawa. Wakati inapokubana sampuli ile, Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia, ijalie ile ndaa inapokushika na ile kiu ni nafasi ya kukumbuka ndaa na kiu ya siku ya Kiyama. Kwanza angalia tofauti ya ndaa hii na ndaa ya kule, na kiu hii na ya kule. Ndaa hii ina wakati mdogo sana, ni masaa 12 au 14, ikiwa tutakuwa saa 10 alfajiri mpaka saa 12 ya magharibi, ni masaa 14. Una hakika sasa yao saa 11 na dakika 20, inshallah mpaka saa 12:30 sisi tutakuwa tumefanya nini? Hufungua. Ni ju'un muaqqat, ni atashun muaqqat, ni ndaa ya muda tu, muda mfupi. Pili, baada ya kuwa ndaa hii na kiu hii ni ya muda mfupi, wajiandaa wewe sasa hivi zungu utokota nyumbani. Ikiwa una mke, umeshakupanga utaangukia wapi, pa madafu, pa majuis, pa porji, kila mmoja kwa handasa zake na kwa anasa zake. Meza zimepangwa, hata kama ni kwa sima na maharago, lakini kuna nini? Una hakika kuna chakula mimi naenda kula baada ya hapa. Angalia tofauti ya pili. Kwanza ni muda mfupi, na katika huku wewe unaandaa, huku wajipikia, huku waandaa chakula kila sampuli wewe, kama ambao utakula ulimwengu. Lakini hebu ndo katika Qur'ani kidogo umsikie Mwenyezi Mungu akwambia, inna yawman 'inda rabbika 50,000 sana. Siku moja kwa hisabu za Kiyama ni miaka 50,000 kwa hisabu za wapi? Za duniani. Tutakuja kuyajadili mambo haya kwa urefu. Yani ni siku ndefu sana Sheikh. Tumetoka katika makaburi na kibabaiko na ndaa na kiu, na hatujui mwisho wa ndaa hii lini. Sisi tumeketi sasa tunajua saa 12. Ukizisoma aya za Qur'ani na hadithi yatuonesha sisi si kwa amba baina ya kufufuliwa moja kwa moja tutakwenda kwenye hisabu, mambo yamalizwe chapchapu, wewe umekwenda hospitali, umeshika foleni masaa 2, umekuwa mkali. Au umekwenda kufanya interview ya kazi, umeambiwa imeakhirishwa, rudi saa 8, umekuwa mkali. Kiyama utamtolea nani ukali? Na Qur'ani yatuonesha kwamba baina ya kufufuliwa na mpaka kwenda kuhisabuni kutaweza kupita katika miaka kadhaa. Baadhi ya riwayat zatueleza itakuwa watu wamfuete mtumi baada ya mtumi. Kama leo wewe kuna bwana fulani mkubwa fulani amekasirika, hataki kunena na mtu, ukawa nani amwezao? Kitu kamuuliza fulani amweza, mkamwendea fulani, ala nena naye bwana fulani, kana mimi yana
tulikosana mimi naye. Nani mwingine amweza mkazurura mpaka hata mkawa mkasafiri kwenda Ndemui kumzengea mwezao ili anene naye. Baadhi ya riwayat zatuonesha kwamba baada ya kufufuliwa ile hali ya kibabaiko na ndaa na kiu itawafanya watu wote waamue kuzengea mtu awezao kwenda kuzungumza na Mungu, angalau ayafanye kwa haraka. Watu watamwendea Nabii Allahi Adam. Nabii Allahi Adam atakataa, si kwa sababu ya kukataa, atasema kwamba si mahala pangu, mimi nina dosari, nimelikosa daraja hii ya leo. Watakwenda kwa Nabii Allahi Nuh, watakwenda kwa Nabii Allahi Musa, watakwenda kwa Nabii, yani watafuata mitumi wote mpaka watafika kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndipo ile dua tunamwambia wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ile almaqamu almahmud au ash-shafa'atu al-kubra ni hii hapa. Jamaa ukwambia lakini tumeze kuyua, yani basi siku ile tutakapokufufuliwa hatutakwenda kwa Adam moja kwa moja, tutakwenda kwa Mtume Muhammad. Si wengine uketi wakakwambia ukatwali ile man rabbuka waman nabiyuka wama qiblatuka, sijui wama, ukazutwali uzuri ili siku ya kufa ule munkar na nakir watakapokuya kaburini wa umezihifadhi kisawa sawa. La, masala hayako hapo Sheikh. Masala wewe umetoka kwenye ulimwengu umeingia kwenye ulimwengu mwingine. Takuja kueleza inshallah ile memory ya mwanadamu inavyofutika yote ikaanza vingine upya. Nitakuya inshallah taala mambo kama haya kwa refu. Sitaki kuyarudia. Si masala kwamba utaipangia yeo kesho utakwenda kuyafanya yale. Kwa hivyo nda ile Mtume atakatuikumbuke katika isaumu tunaoishi. Tuambia wadhkuru biju'ikum wa atashikum ju'a yaumil qiyama wa atasha. Wakati mrefu na hatujui matokeo. Sisi hapa tumenena tunajua matokeo, kila mmoja akitoka hapa nyumbani ayua leo chapati ni mahamri nini. Pale wewe uko katika wangoja hisabu, hatujui ila aljanna am ila an-nar. Tutakwenda peponi tukale vizuri, ama tutakwenda motoni. Mungu atulinde na moto wa Jahannam, moto ambao ndani zinywaji zake ni zile nyasaha na damu zinazoteremka kutoka katika miili ya watu wa motoni wanaochomeka, za kusanywa, wakiitisha kiu, wakiitisha mai, watekewa zile wakipoa. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuha bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Wa in yastaghithu, wakati watakapokuwa wapiga mayowe, walalamika kwa kiu, kozi imekauka kwa moto. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl, watapoa mai ni kama yayusho la aluminium imezoyayushwa katika moto. Yughathu bima'in kalmuhl, lile kopo la mai wakilikurubisha katika nyuso zao, kabla hayanwa huzishururua nyuso zote, ngozi zote za nyuso kwa ule uharara unaopanda, ule mvuke unaopanda kutoka kwenye lile kopo. Licha kunwa ule mvuke wazimumunyua ngozi za nini, za uso. Bi'sa sharabu yashwi alwujuha, yazichoma nyuso. Bi'sa sharabu wasaat murtafaqa. Hii ni kiu ambayo iko katika moto wa Jahannam katika siku ya Kiyama. Kwa hivyo ukifananisha na ndaa hii tunaoketi nayo sisi ya swaumu na kiu hii, ina nini? Ni kidogo sana, lakini yataka tuitumie fursa kuilea nafsi zetu ili tuweze
kujiandaa na ndaa ya kihakika na kiu ya kihakika ya siku ya Kiyama. Na hapa ndipo tutaona siku ya Kiyama. Pengine watu waza kuuliza kwa nini kutagua mada hii. Pia mada hii inatufungamanisha moja kwa moja katika khutba ya Bwana Mtume na saum. Saum ni madrasa pia ya kutulea kujiandaa na siku ya Kiyama, na sisi tukiwa katika siku zake. Vile vile siku ya Kiyama ni katika nguzo muhimu za dini yetu. Ikiwa utaziamkuwa arkanul iman, ikiwa utaziamkuwa usuluddin, lakini Uislamu wote ni nguzo tatu. Tukiwata masala ya ikhtilafu za madhahabi, zile zinazotukusanya sute kama Waislamu, na akiukao moja katika hizi tatu ametoka katika Uislamu. Ni nguzo tatu: at-tauhid wan-nubuwa wal-ma'ad. Ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuamini mitume na kuamini siku ya mwisho. Funga, masuala matatu ya kufungia itikadi yote ya Kiislamu. Ikhtilafu zilioko sasa, aengezao apunguzao, zote zaingia katika hizi tatu. Kwa hivyo siku ya Kiyama ni nguzo ya tatu ya kimsingi inaokamilisha imani ya Muislamu. Lao mtu atamwamini Mungu, aamini mitume wote na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, asiamini siku ya Kiyama, hajawa Muislamu. Haijakubalika Uislamu wake, wala hauyatimu. Bali hata katika kumwamini Mungu kwake ni urongo. Hawezi kumwamini Mungu asiamini siku ya Kiyama. Iman ya kuamini siku ya Kiyama, mbali na inavyofungamana na saum, mbali na kwamba ni nguzo katika nguzo za dini yetu, yajibu maswali yanayomtatiza kila mtu, kila mwanadamu, anayeamini Mungu na asiyeamini Mungu, ambaye akubali uko. Tuwatoe safsataiyin. Safsataiyin leo waitwa ashakakuna. Hili ni kundi lilikuweko kule Athena, Ugiriki, kabla ya Yesu, zamani za kina Sokrati na kina Aflatun. Kuna watu walikiitwa safsataiyun, na hili neno safsata ni neno la Kigiriki. Hawa walikuwa na tabia ya kutia shaka kila kitu, mpaka wakasikilia hadi kunena mimi niko, wakajishuku kwamba pia wao hawako, kwamba huota tu, ni kama ndoto tu ulimwengu. Mwisho wakaenda mpaka wakashuku shaka yao. Manake waliposhuku, Kant, mmoja filosofa Kijerumani, awaambia mujarrad wa kunena ana ashuku, mimi nina shaka, wathibitisha wewe huko, sio? Hata ana maneno yake maarufu, anena ana ashuku idhan ana ufakir idhan ana mawjud. Yani mimi nashuku, kwa hivyo mimi nafanya nini? Nafikiri. Kwa hivyo ikiwa kuna mwenye kufikiri ni nani? Ni mimi niko. Kent hawajibu hivyo. Sasa walipoona hata ile shaka yao pia yatumiwa kuthibitisha kwamba wao wako, wakanena mpaka shaka yao pia waishuku. Hawa safsataiyun. Tukiwatoa hawa, tuachane nao. Hawa al-Allamatu Tabatabai katika Bidayatul Hikma na katika Nihayatul Hikma asema hawa hawana dawa ya kuingia nao kwenye mjadala. Hawa wataka washikwe, wafungwe, wavuliwe nguo, wapigwe kwa mabati, ndio dawa yao. Wakinena huwasha, waambiwe hakuna bati. Sawa mpaka hapa? Taban al-Allama Tabatabai haneni maneno ya wazimu, antaliqna qawaid za falsafa. Tusioni masala mabati, anena wapigwe kwa mabati. Wakinena huwasha bati, waambiwe bwana hakuna bati, wala mimi siko, wala wewe huko, wala hakuna kitu wankuliwa huwasha. Zote hizi ni nini? Ni shaka.
Kwa hivyo wakikubali bati huwasha, kwa hivyo itakuwa wamekubali kwa hivyo kuna na mwenye kupiga, kuna na mwenye kupijwa. Na wakiendelea kunena hakuna, waendelee kufanywa nini? Kupijwa na kuongezwa na zidiwia. Ala kulli hali, hawa watu watoe kando. Kila mwanadamu anayeamini yeye uko, awe ni Muislamu, ni Mkristo, ni Myahudi, ni Mbodhi, ni namna atakaokuwa, ni mkomunisti, akiltafiti tu kujiangalia nafsi yake, kuna maswali matatu yazuka kwenye akili yake. Na haya maswali kila mtu anayo, ni kutaka kuyasikiza na kuyafanya nini? Kuyafumbia macho. Kila mtu atapata, mimi natoka wapi? Na hapa nilipo nipo kwa nini? Na nenda wapi? Kila mtu ana maswali haya. Toba, si lazima yawe kwa msuko huu ninaoyazungumza mimi, lakini azoketi kweli, sitotoka wapi? Ulimwengu ulianza lini? Nani aliuweta huno ulimwengu? Sasa utakavyokuliuliza lote nitakuja hilo uliko katika natoka wapi, min aina jitu. Kisha sisi hapo tuko kwa wadhifa gani na kwa lengo gani na twafanya nini katika ulimwengu? Kwa nini tuko sisi? Na sisi tuwaona watu hungia na watu hutoka, wengine uzaliwa, wengine ufanya nini? Kila mmoja akenda kuzika, hata awe nkafiri hawezi kukanusha mauti, watu wote hufa, na kila mtu huona. Ule afaa umekwenda wapi? Na ni nini kilioko huko? Ndio mwisho wa ulimwengu ama kuna maisha baada ya hapo? Hili ni swali la tatu. Ila ain, min ain, tutatoka wapi? Walimadha, na hapa tulipo ni kwa nini tupo? Wa ila ain, na tuenda wapi sisi? Falsafa zote, madrasa zote, nenda kashike kitabu utakacho, kwa uwezo wa mikono yako utakuweza kusikilia, ngiana kwenye internet, uliza falsafa za dunia zote ambazo haziamini Mungu, hazina jibu ya maswali haya. Na wakikupa majibu, wakupa majibu nusu, hayakamiliki. Pamoja na kwamba majibu nusu yana mjadala. Maana kwa watakwambia wao la ukubwa, sisi tunatoka wapi? Tunatoka kwenye nature. Madiyun, ni nature imetuumba sisi. Sudfa. Sijui ulipigana na dafrau, kulitokea milipuko, wakakufasiria kwamba ulimwengu kukatokea kadhaa, kukawaka, kukachomeka, zikagawanyika, zikatoka ardhi mbali na nini mbali, kukatoka na mwanadamu, na Darwin naye akaya katia, katoka kigulagula akawa, mpaka akawa yonda alipotoka akawa nani? Akawa binadamu. Takuta ni maswali ukiketi nayo hayangia akilini, ingawa yamevishwa nguo za kielimu. Ndio ule mwanachuoni mmoja wa Najaf alipambana na hawa jamaa, aliingia, wajua katika kipindi cha nyuma ukomunisti ulikuwa na nguvu sana Iraq, na ukomunisti katika fikra zake ni hizi, hakuna Mungu, mambo yamekuwa tu yeye wenyewe. Kukawa kuna jamaa apija debe mtaani pale na Mwini kuhusu fikra za kikomunisti, mpaka kukafikiwa hadi kuwekwa mjadala kati yake yeye na yule mwanachuoni. Yule mwanachuoni akana, mimi niko tayari mjadala, mbea watu leo tuwathibitishie watu kuna Mungu ama hakuna Mungu, lakini mimi naomba upande kitu kimoja tu, sababu Iraq kuna mto waitwa Furat na Moi ulikuwa kwa upande huo. Kana mimi naomba mjadala tufanyeni ngambo ya pili, kama hapa tuseme mjadala tutafanya Mandra na kule mashamba tu. Sawa, saa ngapi? Kesho saa 4, watu wote asubuhi saa 4 wavuke, wenda wapi? Wenda Omanda. Moi utawatwa mweupe, kwa sababu ndio masiri ya Uislamu. Watu asubuhi wakaamka wakaenda ngambo ya pili ya Furat,
hakubakia mtu ndani ya MUI, wake kwa wanaume, vijana kwa watu wazima. Jukwaa limetengezwa tayari kule, ule mkomunisti uketizie kwenye jukwaa. Saa 4 imeingia Shekhe Hayaya, saa 4:15, saa 4:30, saa 5 kasorobo, kumeanda mnong'ono, umekimbia wewe hucha, kumeanda sasa. Jamaa kila mmoja ameanda shaka, isiwe huu Uislamu tulionao si dini ya sawa. Na Ibilisi naye huwa ameanda kufanya kazi hapo kiasi chake. Baada ya muda aonekana shekhe uyao zishindo, mbio amechelewa. Watu wote wakali, namna gani wewe bwana, namna gani? Akamwambia taratibuni, nipani nafasi ninene, nikimaliza kunena nifanyani mutakalo. Sawa hapo nafasi imepanda yule jukwaa. Anena, mimi sikuchelewa bwana, nimetoka kwa time. Nilipofika Pwani ngojea namna ya kupata chombo cha kunivusha, kikawa chombo kimekuwa kueta watu kitarudi. Muda si muda, kuna jiti kubwa lilikuwa pambizoni mwangu, sijui ni mbuyu ni nini, ni mkuneni. Mara kumevuma upepo mkali, ule mti umesukika, mara mti umesumuka. Ukisumuka umeanguka tiati, upepo huendelea, zitandu kwa zitandu hugongana, zitandu zimekatika, kishtuka limebakia gogo katikati peke yake. Upepo mkali wavuma, zile zitandu zingine zimebadilika, zimekuwa nyundo, zingine zimekuwa patasi, sijui zingine zimekuwa kadhaa, zimerudi zimeanza kutemua le gogo. Mimi nikatizia huangalia tu mambo haya. Gogo limetemuliwa, limetiwa mongoti, limetiwa tanga, limeteremka Pwani, nimepanda, ndio mmekuya nalo. Ajabu kubwa nimenena nisie huku mpaka nikamilishe ile ajabu mpate kuwapa story kamili. Watu wote wakanena, tutoka hako mko kutetea ndazimu kubana kujadiliana sisi hapa. Huyu mwandazimu kamwe, teremsheni kwenye jukwaa bana, mpotezea time zetu bana. Watu umetupa makazi yao tu ya kusikiza mjadala, uambiwa shekhe mkubwa wa dini ya Kiislamu. Ule bana uwasikiza tu, ambaye mmemaliza kwa hivyo mmenihukumu katika hukumu yenu mimi mwandazimu, na wazimu wangu ni kwa kadiri ya kuliunda jahazi. Kefu wandazimu wenu nyinyi mlounda ulimwengu mzima na nyota na mbingu na ardhi, uko daraja gani wenu? Mimi wangu ni hunu, mmetukua nipani shahada yangu saizi yangu hunu wajahazi moya. Kisha nitaka mutowe na shahada ya huyu mwendani wangu anenao kwamba mwezi, jua, ardhi, mimi na wewe pia sampuli zilikuwa ni hizi. Kulitokea migongano huko yu, zikalipuka, zikagongana, zikawazigula, si huyo akawa mayonda, kukatoka nani? Mwanadamu. Hala huyu mutampa degree ipi ya uandazimu? Na yangu bila shaka iwe tini, lakini siwe niko kadiri ya huyu. Shekha akafunga mjadala. Kwa hivyo min ain, twatoka wapi? Hapa tulipo twafanya nini? Na baada ya hapa twendapi? Hatupati majibu ya haya mpaka tutakapokusimama kujua tukishakufa twenda wapi. Kiyama yatujibu suala la 3 katika masuala haya. Upande mwingine, umuhimu wa kiyama bado niko. Kiyama au imani ya kuamini siku ya kiyama ina dauri kubwa na la kimsingi katika maisha ya mwanadamu na kumlea. Sio ulimwengu wa akhira tu kuandaa kuswali na nini ili upate pepo, la, bali hata katika maisha yetu ya dunia. Anayeamini siku ya kiyama ni tofauti na asiyeamini siku ya kiyama katika kuishi katika maisha yetu ya dunia. Kivipi? Hapa pia nitasimama. Vipi imani ya kiyama ya athiri maisha yetu duniani? Kwanza, yatupa mtazamo wa sawa kuyafasiri maisha. Maisha kwa Muislamu yaanza kutoka kwa Mungu, waja duniani kwa malengo, wafa kukamilisha safari.
Ndipo pale tunapopatikana na msiba tumefundishwa hunena maneno yale, alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillah wa inna ilayhi rajiun, sisi wa Mungu twarudi kwa Mungu. Kwa hivyo tuna safari, tutembea. Maisha kwa kafiri asiamini kiyama ni kuzaliwa na kufa na hakuna lengo lolote. Mfano wa watu wawili hawa kuhusu kiyama ni mfano wa watu wawili wamesafiri. Kuna mmoja amesikia watu wenda Nairobi na yeye ana muhimu anataka kwenda Nairobi, angalau afanye nini? Aione tu kwamba Nairobi ni hii. Na kuna mmoja amesafiri enda Nairobi, una shughuli zake kufuata. Safari za watu hawa wawili ni tofauti. Ule atakwenda kiingia ameiona, utamwona huamka asubuhi hayuenda wapi, hulala usiku hayui amefanya nini. Amekwenda tu, hayui amekwenda kufanya nini. Lakini yule alokwenda na kazi zake ajua akiamka ataenda wapi, atakwenda wapi. Ndivyo tulivyo sisi duniani. Tunaoamini kiyama ni watu tunaojua tumekuja hapa ulimwenguni kwa nini na twafanya nini na twenda wapi. Wale wasioamini kiyama ni watu wako duniani hawajui kwa nini wako duniani. Hata aya za Qur'ani zaeleza, ukiwauliza ni mwafanya nini hapa, atakwambia haikuwa isipokuwa maisha yetu na mutu wa nahya. Basi kazi ni kuzaa na kufanya nini na kufa. Hakuna hadafu, akwambia hakuna kitu kingine. Na wewe utaweza kutofautisha kiwa akili yako yaona mbali tofauti ya watu wanaoishi katika fikra hizi mbili, upya naweza kuleta mabadiliko katika maisha. Tofauti ya mtu anaujua kwa nini niko hapa, nimeitwa kwa kazi gani na nenda wapi, na tofauti ya mtu ajua kwamba mimi nimezaliwa na kufa tu, hakuna kitu chochote. Athari kubwa katika maisha yao utaiona. Pili, katika athari katika maisha yetu tunapoamini siku ya kiyama ya athiri akili yetu kuyaona mambo yalivyo. Hapa ni watu tutakawe tahadhari sana. Miwani ya kuonea mambo duniani kwa kadri ya imani ya mtu ya siku ya kiyama huwa safi zaidi na kumwetea picha safi, na kwa kadri ya kukosekana imani ya siku ya kiyama au kuwa haina nguvu ni kwa kadri inavyokuletea picha ambazo kwamba ni za forgery katika kuyaona mambo na katika kuyatathmini mambo. Kwa nini? Some pamoja Suratul Naml aya ya 4. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atwambia, innal ladhina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Wale ambao hawaamini akhira, Mungu asema matendo yao hugeuzwa, wakawa mazuri huyaona maovu na maovu wakayaona nini? Mazuri. Iwakosa tazamo safi, kwa sababu amekosa kipimo cha akhira, wakabaki katika nini? Haya mambo kwenye maisha Sheikh. Leo utakuta mtu auza msimamo wake, auza akhira yake kwa thamani ya dunia. Huyo ameifanya thamani ya dunia ni bora kuliko thamani ya akhira, amechanganyikiwa. Katika aya nyingine Suratul Isra, Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aya ya 45 mpaka 46, wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Mtume Muhammad, ukisoma hii Qur'ani wewe wanena, mbona hawa hawanifahamu, mbona hawanielewi, kina Abu Jahli na kina nani?
Amwambia hawawezi kuelewa, kwa sababu hao wanaokanusha kiyama wasoamini huwa wana hijab, shangia pingamizi, zombo zao za kupokea picha sawa sawa, ikiwa mato yao, ikiwa masikio yao, ikiwa nyoyo zao, zote zimechefuka. Kwa hivyo haziwapelekei wao sura sahiha. Ndio leo utaona hawa makafiri wakia katika hii mii yetu. Leo utasikia mui wa amu ni mui wa amani. Wakija wakiona watu namna walioko katika hali ya kimaskini, waweza kupita barazani. Kwa maana mimi siko katika kushajiisha hali ya uzivu, napenda tutukue mfano kwa kadri ya haja. Leo waweza kupita barazani, watu wakizizia hutekezanya wao kutuangalia. Pengine katika wale watekao nusu yake hawayajua kama kesho watakula nini. Hawayajua kesho watakula nini. Hayui ataoa lini, hayui nyumba ya uzeeni ataketi wapi, hayui senti za uzeeni zitakuwa vipi. Lakini leo waweza kumuona kafiri ni meneja huko katika kampuni kubwa, na mshahara wake pengine ni karibu 600,000 mpaka 1,100,000 mpaka 2,200,000, lakini hana raha na maisha, huenda mbio, ataka kujua yeye uzeeni atakula nini. Wewe uzeeni utakula nini? Sikutumia hizi ulizonazo mando. Ile ni hali ya kukosefu wa imani. Leo utakuta mtu Mwenyezi Mungu amemuonda kila aina ya maondo, amempa maradhi, kamkuta kwamba alhamdulillah, Allah karim, Mwenyezi Mungu amezopanga ndivyo yatakavyokuwa. Haya maneno unapoyanena ukamwona mgonjwa hunena, jamaa msione ni maneno huchopoka tu midomoni, yameundwa kwa muda mrefu kupitia itikadi nyingi zilioko katika akili ya ule anenao maneno haya. Leo wewe una chombo, ukasikilia pwani, ukaambiwa chombo chako kimezama, ukamwona mtu anena alhamdulillah, pengine kuna shari Mwenyezi Mungu ameniepushia kubwa zaidi kushinda hiyo. Ni maneno mapesi katika ulimi, lakini yataka itikadi mzito nyuma ya akili. Sasa ule anayeamini kiyama huwa ana ramani na darbini safi ya kuyapima matendo ya ulimwengu. Waweza kuwa misiba. Imam Ali alayhi salam katika mashairi yake anena, mingi tunayoyaona ni shari katika maisha ya dunia ndiyo kheri ya akhira, na mingi tunayoyaona ni kheri katika maisha ya dunia ndiyo shari ya akhira. Katika mashairi maarufu tuleweza kuona amepoa maradhi, ni maondo, akenda akiona kheri aliyopangiwa na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, akanena ya Rabbi, laitu niongeza na ya pili maradhi yale. Akaambiwa kwamba mapalasi haya na mabustani, yeye mwenyewe akastaajabu, kila akipiga hisabu katika ibada nilizofanya mimi siyaona ibada za stahiki mimi kupoa mambo haya. Amuulize Mungu, hii nimefanya nini mpaka napoa zitu hizi? Mwenyezi Mungu amwambie, ni ule msiba fulani au yale maondo fulani tulokuonda ukasubiri. Haya ndio malipo yake. Hapo ndo anene, laiti kama na mimi niliondwa zaidi ya pale. Sasa waona vile katika kuyaona mambo. Na kuna watu leo aweza kwenda akawa ataka cheo maalumu au ataka nafasi katika jamii, mfano kama leo konsela, sijui ubunge nini, akakosa. Lau atafunguliwa mambo yalivyo, pengine yalikuwa ni kheri kwake kukosa cheo kile, kwa sababu kabla ya cheo kile alikuwa ni mwingine, na lau angepata cheo kile angebadilika akawa mwingine. Leo ni vijana wangapi fakhri ya vijana walokuwa wakizingatiwa ni viongozi katika jamii na walikuwa watendaji na watekelezaji, wakaona la. Wajua katika fikra mbovu zilioko katika akili zetu ni hizi, ni kwamba huwezi kutumikia hii jamii mpaka uwe konsela.
Wengine kwambia ustadhi utakaosimame wewe, mwambie inshallah, maana yake nitakapokusimama mimi itakuwa sina tena qala Allah Ta'ala. Sasa tutakapokusimama mimi tutaingia katika dili, kwa sababu siasa ni dili. La, why nisimame konsela ikiwa mimi hapa nilipo naweza kutumikia jamii yangu kwa kadiri pale niwezapo? Why wewe usimame konsela ikiwa wewe ni daktari katika hapo ulipo? Sisi watu hufa, hatuna madaktari. Why wewe watakusimama konsela ikiwa hapo ulipo wewe ni mfanyabiashara, hatuna nafasi za kazi, waweza kutengeneza nafasi za kazi? Leo kuna vijana wametoka, walipoingia kwenye konsela wamebadilika, wamekuwa ni wahuni wa kula miraa mabarabarani. Zikombea mato zitu tulikuwa hatoki msikitini paka unachapa cha swala, sasa yao unachapa cha shapu kabisa. Zitu zimejiri. Alikuwa wali min awliyail la, sasa amekuwa ni jundun min junudi shaitan. Sasa mara nyingine usipiganie jambo ambalo kulikosa ni nini? Ni kheri. Na mahala pingi sisi tutateleza hapa kwa sababu ya kukosa ile ruya sahiha ya nini. Kwa hivyo moja katika inaotengeza kuyaona mambo ni kuiboresha al-imanu bil yaumil akhir. Wakati umenimalizikia, nitasimama hapa kitarajia kesho nitakamilisha yale mengine ambayo nimebakisha katika umuhimu wa kuamini siku ya kiyama kabla hatujaingia. Nakumbusha tena kwamba darasa ni ndefu, najaribu kubana na kufinya kwa kadri ya haja vile tutakavyokuwezekana. Na ikiwa kuna mtu ana swali lolote, tunapokea maswali kwa njia ya uandishi, si kwa njia ya kuuliza kwa mdomo. Kwa hivyo yoyote ambaye atakuwa na suala katika mada, na nasisitiza kiasi kikubwa tusitoane kwenye mada, yani mtu asende mbali kwenye masuala ambayo hayana misingi, na pale ambapo tupo atuandikie, atuetee, na siku itakao kufuatia insha Allah Taala kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutalijibu swali lake. Vile vile napenda kuwakumbusha barnamij ambazo zaendelea hapa Swafa. Tutakuwa kama kawaida, darsa inaanza saa 10:30 hapa, na huwa tuna maudhui kisha ufuatiliwa na darsa ya tafsiri mpaka saa 12 baada ya 5 ndio huwa tuhatimisha. Na usiku huwa tuko na barnamij za dua hapa msikitini kuanzia saa 2:30 ya standard, saa 2:30 ya standard mpaka kitu saa 3:30 ndio tuamaliza barnamiji za dua. Kwa wale ambao wapenda kujiunga na sisi, tuwakurubisha wote. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.